kwa watumishi wa makanisa ambaye hata mimi ni mtumishi wa Mungu. Inaenda kwa hii kanisa ambaye Bwana Mr. Ruto alitembelea hii Sunday akaenda kutoa huko pesa. Kitu ya kwanza nitasema hivi ya kwanza kabisa. Sisi hatukukatashi Ruto kutoa pesa. Hiyo pesa toa tu, lakini kitu ya kwanza, hii pesa yenye unatoa ni pesa yako ama ni pesa ya Wakenya? Kitu ya pili, ukitoa hii pesa lazima utuambie pesa umetoa. Biblia inasema ya kwamba ukitoa kitu hata hii mkono ya left ifai kujua. Sadaka ukitoa unatoa kama umenyamaza. Si unaenda kusema hapa ati nitatoa 20 million. Hiyo ni kitu ya kwanza, hiyo unaharibu madhabahu. Kitu ya pili inaenda kwa wale wachungaji wenye wanakubali siasa kwa makanisa. Nyinyi wachungaji wenye mnakubali siasa kwa makanisa ndio mnaharibia makanisa jina. Maana sio kila mchungaji mwenye ni mubaya, lakini unakuta nyinyi mumekubali wanasiasa kukuja kuchafua madhabahu ya Mungu. Sijaiona president ama hata Ndwale anaendanga kwa msikiti. Akifika kwa msikiti sijaisikia anasema nitatoa 5 milioni, nitatoa ngapi. Ndio huwa anatoa, lakini hatujuangi pesa yenye ametoa. Lakini nyinyi mkienda kwa kanisa lazima mulete siasa. Jambo la pili ambalo sasa ndo linaniwashawasha. Mimi nitakwambia tu hivi, nitasema ni kila mtu hii Kenya akona uhuru wa kufanya Kenya anataka. Raila Amolo Odinga, tumekuwa tukikuheshimu, tumekuwa tukijua wewe ni baba. Sikatai, kuna uamuzi ushachukua ya kuungana na serikali. Kitu ya kwanza kwa hii serikali venye unaenda kuungana nayo, vijana wenye walikufa wamelipwa. Kitu hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, isha inafanya kazi. Jambo la tatu, sisi kama wananchi tunaishi vizuri. Mimi nitakwambia Raila Amolo Odinga, unaingia kwa gari ambayo imeshaanuka. Hii gari ya Ruto ilinuka kitambo na watu hawaipendi. Ukiingia huko ndani ujue unajichafulia jina, maana jina yako imekuwa safi. Ukiingia huko utaingia na matumbo ya wale watu wenye wanafurahia wenye umeshawapea kazi. Lakini sisi kama wananchi tumeshajua ya kwamba game yako, na sasa ile kukupenda yenye tulikuwa tukikupenda mtu kama mimi, sasa nimeanza kutoka hapo, maana ninaona haunijali. Maana sisi ndio tumekuwa tukikupigania. Umekuwa ukiitisha maandamano, tunatoka. Tumekuwa tukiamka asubuhi tunaenda kukupigia kura tukijua tunataka kukuchagua kama president. Sasa tulikuwa tuko na nguvu tukijua 2027 venye Ruto ameharibu hii Kenya hivi, wewe ndio ungekuja ukue president. Lakini sasa ukienda kuungana na huyu William Samoei Ruto, sasa tunashindwa. Ukirudi kutuomba kura 2027, tutakupigia kura ama tutaona wewe ni mtu wa kuungananga tu na kila serikali. Maana hii serikali ni ile serikali ilikuwa ya uchafu. Hii ni serikali yenye imeua vijana, imenyanyasa vijana, imenyanyasa mama mboga, imetesa hata watu hawana pesa sahi kwa mifuko. Na sahi wewe ndio unaenda kujiungana nayo ijisafishe. Mtu kama amekuwa mwizi, wacha kumsafisha, atazidi tu kuwa mwizi. Na wacha nikwambie Mr. Raila Amolo Odinga, Kenya ujui, huyu Ruto atakupaka tu uchafu hapo mbele. Akishapata hii kura yake ya 2027, hata kujua. Anataka tu kuingia hapo. Akishaingia hapo, atakufanya tu venye amefanya jamii ingine. Alafu kitu yenye ningependa kuambia ndugu zangu wa kutoka Nyanza, maana mimi ninatoka huko, afkasti ya huko. Musiseme ati tuko ndani ya serikali, hatuko ndani ya serikali. Unajua watu wenye wako kwa serikali ni Raila na ile jeshi yenye ameingia ndayo. Sisi hatuko ndani ya serikali, sisi bado tunahangaika hapa nyuma. Sasa unajua ukianza kusema ati hata sisi tuko ndani ya serikali, uko ndani ya serikali na wewe hata nyumba imekushinda kulipa.
Uko ndani ya serikali mpaka mtoto wako sasa akigonjeka hata kumupeleka hospitali haifanyi kazi, na unasema uko ndani ya serikali. Uko ndani ya serikali saa hii, na hata kupata saa hii ukipata 1000 kutumia 1000 saa hii ni kama 100, haikusaidii, na unasema uko ndani ya serikali. Let us style up, wacha tu style up bana, tu style up. Kama uchumi ni mbaya ni mbaya, kama hii gava inatugandamiza sisi wote. Saa hii ni tukae chini tujue tutakuja na mbinu gani ya kutoa watu ambao wanasumbua hii Kenya, watu ambao wanajitakia wenyewe, watu ambao waangalii maoni ya wananchi, watu ambao wanaangalia tu matumbo yao na kuangalia maisha yao, siasa yao ya kesho. Maana mimi nikiangalia hii siasa saa hii watu wanajipanga ya 2027, maana wamejua vijana tumekatana nao. Watu saa hii Ruto hata akikuja hapa saa hii Nakuru akuja aanze kuhutubia watu atafukuzwa, hapendwi. Maana ile promises zenye aliahidi wa Kenya hajatimiza hata moja. In fact saa hii ndio anakandamiza zaidi. So mimi nitakwambia Raila Amolo Odinga, hata ukiingia huko, ingia huko peke yako. Ingia huko na watu wenye lakini sisi wananchi wenye tulikuwa tunakusupport aswa mimi enyewe na vijana wenye ninajua hawawezi kuingia hapo kwa serikali, na hata kuliko niamuke asubuhi kwenda kupigia William Samoei Ruto kura 2027 ili nilale. Siwezi mpigia kura. Huyo siwezi. Mtu mwenye ametutesa na kutuua. Jana tumekuwa tukiona kwa news hapo kijana anatoka tu kuswali usiku, polisi wanampiga risasi. Vijana kwa hii serikali ya Ruto ndo wamekufa wengi sana. Vijana wamekufa kuanzia ile mwaka tu yenye Ruto alichukua uongozi, vijana wamekufa. Sasa hivi vijana sasa ndio wanagandamizwa. Kijana akiongea kidogo anashikwa, anafichwa. Sisi vijana tuko na sauti moja, na sauti moja ya kwamba ni kuondoa Ruto aende Sugoi. Na wakiungana na Raila ataenda Bondo, Ruto anaenda Sugoi mapema. Ni hayo tu.